إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله tukiendelea na silsila yetu ya kubainisha kibir, sampuli zake na hatari yake, tukafikia katika juma iliyopita kuzungumzia hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam usahihi wa maana ya kibr, kwamba al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kwamba kibri ni kule kuikataa haki na kule kuwadharau watu. Hii ni tafsiri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wanawachuoni rahmatullahi alayhim wakazileta zile wasailul kibr, wasailut takabbur, zile njia zinazotumika na kumfikisha mtu kwenye kiburi. Ahlul ilm wakataja kwamba miongoni mwa vitu vinavyompatia mtu kiburi ni al-ilm, ni elimu. Akawa mtu anajivuna na anajigamba na kujitapa na kuwa na kiburi na kujiona kwa sababu ya ilmu yake, ima ya kidunia au ya kidini. Jambo hili ni katika mambo ya makosa ambayo Muislamu hatakiwi kuwa nayo, na ni sifa mbaya ambayo Muislamu hatakiwi kusifika nayo. Talibu ilm au idda'i ila Allah hatakiwi kuwa na kiburi kwa sababu ya ilmu yake, kwa sababu ilmu ni miongoni mwa riziki zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anampatia Allah mtakaye katika waja wake, katika wale waliowachagua na waruzuku riziki ya ilmu. Ewe uliopewa ilmu na Allah jalla wa ala, ilmu yako isiwe ni sababu ya wewe kuwa na kiburi. Na ukiwa na kiburi pamoja na ilmu iliyopewa, hii ni sifa mbaya miongoni mwa sifa ambazo hatakiwi kusifika nazo Muislamu. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ولا ينبغي إطلاقا للإنسان الذي من الله عليه بالعلم أن يترفع على الناس بعلمه ويقول أنا أفضلهم وأنا قد رفعت درجات. الشيخ ابن عثيمين أسمى نوالا هايباسي ولا هايفايكم من آدم hasa yule ambaye Allah amemruzuku ilmu
akawa ni mwenye kujinyanyua mbele za watu, akawa ni mwenye kusema mimi ndiyo bora kuliko wote, mimi ndiyo niliyonyanyuliwa daraja nyingi kuliko wote. Fa innal insana idha u'jiba bi'ilmihi kana dhalika ayatul khusran. Mwanadamu anapojigamba na kujiona na kujisifu kwa sababu ya elimu yake, hii ni alama kwamba mtu huyu amekula hasara pamoja na ilmu aliyokuwa nayo. Wa ayatul khayba, hii ni alama kwamba huyu mtu amekwenda patupu. Falyahdhar al-insan, a'ni talib al-ilm, atahadhari mwanadamu, tukimkusudia mwanafunzi mwenye kuitafuta ilmu bidhat, liyahdhara min al-'ujb fa inna al-'ujba sababun lilkhudhlan walhirman. Atahadhari kutokamana na kujivuna na kujiona, kwa sababu mwenye elimu akijivuna na kujiona, hiyo ni sababu ya yeye kunyimwa kheri na ni sababu ya yeye kukosa vitu vingi vya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ya yeye kusalitiwa pamoja na ilmu aliyokuwa nayo. Talibu ilm pamoja na ad-da'i ila Allah lazima awe mutawadhi, awe mnyenyekevu, awe ni wenye kuwanyenyekea wadogo kwa wakubwa, wanaojua na wasiojua. Imekuja katika kitabu Bayanul Ilmi wa Fadlih ya al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala, asema man u'jiba bi ra'yihi dhalla, yeyote ambaye atajiona na kujivuna na kujisifu kwa rai zake na maono yake, huyu atapotea bila shaka. Wa man istaghna bi'aqlihi zalla, na yule atakayejitosheleza kwa akili yake, akawa amejitoshelezea akili yake, hahitaji dalili ndani ya kitabu, hahitaji dalili ndani ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, anaitegemea akili yake ndio inayomwendesha. Mtu yoyote anayetegemea akili yake katika mambo ya dini, huyu bila shaka atateleza na atakosea sana kuliko kupatia. Waman takabbara ala nnasi dhalla, na yoyote ambaye atawafanyia kiburi watu, huyu bila shaka atadhalilika hapa duniani, lakini atadhalilika mbele ya Allah jalla fi'ala. Waman khalata al-anzala haqra waman jalasa al-ulama waqra, na yoyote atakayechanganyikana na watu waovu, mtu huyu ataonekana muovu mbele ya jamii. Na yoyote atakayejichanganya na kuketi pamoja na watu waheri, atakayeketi pamoja na wanazuoni, huyu atapata heshima kubwa hapa duniani, lakini pia atapata heshima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutahadhari kila aina ya kutahadhari wale waliopewa ilmu, tusiwe ni wenye kujigamba, tusiwe ni wenye kujisifu. Hii inakuwa ni khasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أسمى التكبر يدعو إلى الظلم والكذب. كبوري kinampelekea mtu kufanya dhulma. Ukiwa na kibri utawadhulumu watu bila shaka, utawadhulumu na utaona kwamba hakuna yoyote mwenye uwezo wa kufanya chochote kwa sababu ya kiburi chako. Lakini Sheikh Ibn Baz asema wal kadhib, na kiburi kinampelekea mtu kuzungumza urongo, na akawa hajali hata kama ni mbele ya watu anaowaheshimu, akazungumza urongo, lakini kwa sababu ya kiburi chake akaona hakuna atakayenifanya chochote na nimewadanganya. Hiki kiburi hiki ndugu zangu Waislamu. Lakini wa adam al-insafi fil qawli wal amal, kiburi kinampelekea mtu kutokuwa muadilifu kwenye maneno yake, lakini kutokuwa muadilifu katika vitendo vyake. Hiki kiburi hiki kinakufanya wewe usiwe muadilifu. Lakini yara nafsahu fawqa akhihi, kiburi kinamfanya mtu ajione yupo juu ya ndugu zake, yupo juu ya wenzake wote. Imma limalin, ima kiburi hicho kimesababishwa na mali, kwa sababu ya mali yake anawadharau watu na anaona hakuna yoyote anayeweza kumfikia yeye. Au li jamalin, au kwa sababu ya uzuri aliokuwa nao, akajitizama akajiona ule uzuri aliopewa na Mola Azza wa Jalla, akaona hakuna yoyote mwenye kunifikia kwa uzuri. Na tabia hii sana sana ina wanawake, bali wakaweka vikao vya kusengenyana kabisa kwamba fulani muangalieni mwili wake, muangalieni sura yake, muangalieni nguo zake. Akawa anasengenywa mtu kwa sababu ya mavazi yake, kwa sababu ya muonekano wake. Jambo hili ni jambo baya ndugu zangu Waislamu.
wa imma liwadhifa. Kiburi kinaweza mpelekea mtu akajinyanyua na kujiona bora kabisa kuliko wote kwa sababu ya kazi yake aliyokuwa nayo. Akawatizama watu wote kaona hao wote kulingana na kazi yangu na mshahara wangu hakuna anayenifika hapa. Kwa kila mtu anamtizama kwa jicho la dharau kwa sababu ya kazi aliyokuwa nayo. Akiketi pamoja na wenzake akiwaangalia hivi hawana kazi za maana, yeye ndio mwenye kipato cha maana, basi anawadharau wale wote. Lakini mtu huyu kadhalika wa imma linasabin, na haya tutakuja kuyazungumzia moja baada ya moja. Mtu akawa na kiburi kwa sababu ya nasaba yake na ukoo wake, akajisifu akajiona kwa kuwa ukoo wake ni ukoo mtukufu labda wa kisharifu, au ni ukoo wenye mali, au ni ukoo wenye heshima, basi akajiona na kujigamba kwa sababu ya ukoo wake. Wa imma li ashiya mutawahhima, ama kwa sababu ya vitu vingi. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam al-kibru batarul haqq, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kiburi ni kule kuikataa haki, yani raddul haqqi idha khalafa hawahu. Kiburi ni kule mtu kuikataa haki wakati ile haki inapokwenda kinyume na matamanio yake. Ukaelezea kwamba bwana, hili jambo ni jambo la sunna, hili jambo ni jambo la faradhi, ni jambo la haki, ni jambo amelifundisha mtume alayhi salatu wassalam, ukalikataa kwa sababu nafsi yako na matamanio yako hayaendani sawa na ile dalili iliyokujia, ukaikataa kwa sababu ya matamanio yako. Hicho chote ni kiburi, ndugu zangu Waislamu. Lakini sio hivyo tu, wa ghamtu nnas, kiburi ni kule kuwadharau watu, ihtiqaru nnas, kule kuwadharau watu na kutowaheshimu watu. Yarahum duna, anawaona watu wote wako chini yake. Wa annahum laysu jadirina bi an yansifahum au yabda'ahum bisalam, akaona watu wote hawa wako chini, hawana haki, yani yeye ndiyo mwenye haki ya kusalimiwa. Angalia kiburi kilivyo, anajiona kwamba yeye ndiyo mwenye haki ya kusalimiwa, wala yeye hana haki ya kumsalimia mtu. Kwa hiyo unaweza kutana naye akapiga kimya kabisa, anangojea wewe umsalimie. Au anaweza kuwa mmeona mmeketi, ataka nyinyi mumbabaikie, vipi bwana mheshimiwa, vipi bwana, wakamsalimie yeye. Lakini yeye kuwasalimia watu anaona udhalilifu, anaona utwevu. Hii ni moja katika tabia ngumu, ndugu zangu Waislamu. Kama mtu hasalimii kabisa, hasalimii, au anawasalimia wale watu ambao anajua hawa analingana nao, au ni watu ambao wanafanya biashara pamoja, au heshima zao zinalingana na mfano wa hayo, lakini akawa hayuko tayari kusalimiana na watu wa chini. Sio hivyo tu, mtu huyu akawa hayuko tayari kadhalika, au yujiba da'watahum, hayuko tayari kuitikia mwito wao. Amealikwa mwito labda fulani wa harusi, lakini anafanya kuangalia, aliyenialika ni fulani, mimi siwezi kuhudhuria kwenye shughuli ya mtu kama yule. Mimi nina watu wangu bana, nina level yangu ya watu hao, wakinialika hao ndio nitakwenda. Lakini humu tu niambie mimi siendi bana. Mimi niletewe kadi, alafu kwenye hall niekewe kiti changu na mandhari yangu kwenye meza yaandaliwe vizuri. Lakini akialikwa na watu wa chini hawezi kukubali kabisa. Lakini mtu huyu akawa kila analolifanya yeye anajiona kwamba yeye ni bora kuliko wengine, haitikii mito ya watu, hawasalimii watu, anajiona kwamba yeye yuko juu ya wengine. Hii ni moja miongoni mwa tabia ngumu kabisa, ndugu zangu Waislamu. Tabia hizi hafai kuwa nazo Muislamu, kwa sababu ni tabia ambazo zimekataliwa na sheria yetu ya Kiislamu. Ndio maana al-Imam Sufyan ibn Uyayna asema man kanat ma'siyatuhu fi shahwa farju lahu, yoyote ambaye maasi yake ni kwenye shahawa, matamanio, utamani jambo la maasi akalifanya, huyu mtarajie kwamba huenda akapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Matamanio yake, maasi yake yako kwenye upande wa matamanio. Lakini waman kanat ma'siyatuhu fil kibri fakhsha alayhi, yule ambaye maasi yake yako upande wa kiburi, huyu muogopee sana, ana hatari kubwa mtu huyu. Kwa nini? Fa inna adama asa mushtahiyan faghfira lahu. Adam alayhi salam ambaye ni baba yetu alimuasi Allah azza wa jalla
kwa hali ya matamanio, akalitamani lile tunda akalila, kwa sababu ameasi, kwa sababu ya matamanio, akasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iblisu mutakabbiran falu'ina, Iblisi alimuasi Allah hali ya kiburi, akaambia msujudie huyu. Kiburi chake kikampelekea kutokumsujudia Adam, kwa sababu ya kiburi akalaaniwa na akafukuzwa mbinguni, na mpaka hii leo amelaaniwa na akitajwa Iblis la'natullahi alayhi. Yeyote ambaye maasi yake ni upande wa matamanio, huyu huenda akasamehewa na Allah. Lakini ikiwa maasi yako yako kwenye upande wa kiburi, wewe una hatari mno sana, kwa sababu hata kusamehewa kwako wewe ni matatizo. Ndugu zangu Waislamu, mtu hafai kuwa na kiburi, na ndiyo maana mmoja katika watu wa hikma akawa anasema almutakabbiru kalwaqifi ala jabalin yara an-nasa sigharan wa yarawnahu saghira. Mmoja katika watu wa hikma asema mtu mwenye kiburi ni kama yule mtu aliyepanda juu ya mlima. Yuko juu ya mlima, anawaona watu wote ni wadogo, watu wote naona ni wadogo sababu yuko juu ya mlima. Asichokijua ni kwamba wale wa chini nao wanamuona yeye ni mdogo kabisa, yule kidogo kile pale juu. Kwa hiyo yeye anawadharau watu na watu wanamdharau. Ndiyo tabia ya mwenye kiburi. Kwa hiyo kwa kujigamba kwake anaona kwamba anaheshimika, kumbe watu wanamdharau, watu hawamtaki, hawana haja na yeye. Mtu mwenye kiburi, wanasema watu wa hikma, ni mfano wa mtu aliyesimama juu ya jabali, anawaona watu kuwa watu wote ni wadogo, na wao pia wanamuona kwamba yeye ni mdogo kule juu kabisa. Ndugu zangu Waislamu, al-Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullah asema walamma kana aslu al-yahudi al-kibr, ilipokuwa asili ya Mayahudi, asili ya dini ya Mayahudi, aslu dini al-yahudi al-kibr, ilipokuwa asili ya dini ya Mayahudi ni kiburi, aqabahum bidhillah, Allah akawachapa kiboko, akawaadhibu kwa adhabu ya udhalilifu. Duribat alaihim dhilla aina ma thuqifu, walipigwa na kipigo cha udhalilifu popote wanapozunguka katika ulimwengu huu. Mayahudi wamechukiwa na watu wote ulimwenguni kwa sababu ya kiburi chote walichokuwa nacho. Lakini walamma kana aslu dini an-nasara, ilipokuwa asli ya dini ya Wakristo wa Nasara al-ishraku li ta'didi turuqi ila Allah, adallahum Allahu anhu, فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده وما ربك بظلام للعبيد. ilipokuwa dini ya Manasara ni kule kuzifanya njia za kuwafikisha wao kwa Allah ni nyingi mno, Allah akawapoteza watu hawa, sababu njia za kumfikisha kwa Allah, njia za kutufikisha kwa Allah zishachorwa na mtume kwamba ukipita njia hii utafika kwa Allah, ukipita njia hii utafika kwa Allah. Wao Manasara wakatumia njia zingine sizo zile njia zilizochorwa na Nabii Isa alayhi salatu wassalam, kwa sababu hiyo wakapotea. Ukiwa na kiburi, ukiwa na matamanio, bila shaka wewe utapotea. Ndugu zangu Waislamu, tujitahadhari kutokamana na kiburi, kwa sababu ni miongoni mwa sifa mbaya ambazo amezisema vibaya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na mtu mwenye kiburi atafufuliwa katika hali ya kudhalilishwa siku ya kiyama, atakuwa ni mwenye kudhalilishwa mbele ya Allah jalla subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu Islam, katika njia zinazoonyesha kwamba huyu mtu ana kiburi, njia ya kwanza wanaeleza ahlul ilm ni tas'irul khadd, ay imalatul khadd wal-i'rad biwajhihi anhu, ni mtu kuupindisha mdomo wake na kuugeuza mdomo wake au kuugeuza uso wake. Hii ni moja katika tabia ngumu zinazoonyesha huyu mtu ana kiburi. Katika alama za mtu wa kiburi ni mtu ambaye unapozungumza naye anakunja sura, anakuashiria kwamba wewe si mtu unaifaa kuzungumza na mimi, huna hadhi hiyo.
Kwa hiyo amekukunjia sura kukuonyesha kwamba unanipotezea muda wangu, zungumza uende. Au anaangalia kando kabisa, unazungumza na yeye lakini anaangalia kando, au ana simu yake achezea, wewe unazungumza maneno ya maana kabisa, koo inakukauka, yeye wala hakupatilizi. Hii ni dalili kwamba huyu mtu ana kiburi, na ndiyo sifa ya kuffar na munafiqun aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba hawa walipoambiwa kwamba nendeni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam awaombeeni msamaha kwa Mola wenu, lawaw ru'usahum, waligeuza vichwa vyao kwa kiburi na dharau, kuona katuombee dua na kazi gani, sisi tunaweza kuomba tu. Waraitahum yasudduna wa hum mustakbirun, ay yu'riduna 'anil nasiha, na ukawaona watu hao ni wenye kwenda kinyume na zile nasaha wanazopewa kwa sababu ya kiburi tu. Akaona kwani ile kule kuona kwamba huyu mtu hafai katika jambo langu. Hii ni miongoni mwa tabia zilizokuwa ngumu, ndugu zangu Waislamu. Luqman alipomuhusia mwanawe, alimpatia wasia, akamwambia wala tusa'ir khaddaka linnas, ewe mwanangu usiwahi kukunja uso wako kwa ajili ya watu. Tafsiri hii ya Imam Ibn Kathir rahimahullah alipoitaja aya hii akasema wala tusa'ir khaddaka linnas, ay la tu'rid biwajhika 'anil nas idha kallamtahum au kallamuka ihtiqaran minka lahum, usiwahi kugeuza uso wako wakati watu wanapokuzungumzisha au wewe unapowazungumzisha watu. Usiwahi kugeuza uso wako au kukunja uso wako ukawa ni mwenye kuwachukia na kuwadharau watu kwenye mazungumzo yako. Kisha Ibn Kathir akaitaja hadithi ya Mtume sallam, walau an talqa akhaka, na hata lau ukakutana na ndugu yako biwajhin talqin, katika riwaya imekuja wa wajhuka ilayhi mumbasit, hata ukakutana na ndugu yako ukamkunjulia uso kwa bashasha na kumfurahia, unaandikiwa kwamba wewe umetoa sadaka. Sasa ikiwa khairi hizi sisi tunazikosa kwa sababu ya kiburi tulichokuwa nacho, basi sio khairi hii tu, ni nyingi katika khairi tunazikosa, na siku ya kiyama tutakwenda kujutia. Hizi khairi tunazoziona ni ndogo, zinajaza kapu letu la thawabu inakuwa ni nyingi mbele ya Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wakati unamzungumzisha mtu usionyeshe katika uso wako ishara yoyote ya kuchukizwa na yale maneno, ima kwa kukunja uso wako au kwa kuangalia pembeni. Lakini miongoni mwa njia zinazoonyesha huyu mtu ana kiburi, an-nadharu shazran wa huwa an tanzura ilayhi bi nisfi 'ayn wa ka'annaka mustahzi'un bihi fi ghadabin aw karh, ni mtu kumtizama mtu kwa kufinya jicho moja au kutumia nusu jicho, ukawa jicho lako umeliweka nusu hivi, umefumba nusu kidogo, kana kwamba unamfanyia mzaha yule mtu. Jambo hili ni katika mambo ya makosa, ndugu zangu Waislamu. Ukawa unafinya jicho kidogo, unamuenjoy yule mtu, unamsikiliza, unamuona mjinga kabisa. Hii ni miongoni mwa tabia ngumu, tabia mbovu ambazo zimekatazwa na sheria yetu ya Kiislamu. Lakini kadhalika miongoni mwa alama zinazoonyesha huyu mtu ana kiburi ni tashdiqul kalami wa ikhrajul kalami bi naghmatin muayyanatin bimal al-fami. Sawa, ni mtu kupiga kelele na kukazia katika maneno yake, akawa anazungumza kwa mbwembwe, anazungumza kwa mazungumzo yenye sauti maalumu na mfumo maalumu wa upangiliaji wa maneno, akawa yale maneno yake hayafanani na vile alivyo. Utaona hasa huyu amekopi, ni copy paste, hazungumzi hivi bwana. Akawa yule mtu analazimisha ufasaha ambao yeye hana, kama alivyoeleza ahlul ilm kwamba mtu huyu wayudhiru al-fasha in kana fasihan kanaw'in min at-ta'ali ala haula wa yara an-nasa wa ka'annahum baqar, anajidhihirisha fasaha yake mbele za watu, anapeleka mdomo huku, unajua anashika huku na huku, anajirembua, anafanya mambo ya hovyo kabisa, kwa sababu mtu huyu kwa kile kiburi alichokuwa nacho, mpaka yale mazungumzo, yani mtu amesinywa kabisa, yule anayesikiliza yale maneno amechoka kitambo sana.
pengine maneno alikuwa yazungumza dakika 5 lakini amejivuta. Mnajua yale mambo mpaka watu wamechoka sasa. Maneno ya kuzungumza dakika 5 ameyazungumza nusu saa. Anapoteza muda kwa kiburi alichokuwa nacho. Mwingine anazungumza kwa sauti kubwa kabisa, pengine ni jambo tu dogo, lakini ile sauti anayotoa hapa walioko kule barabarani wanasikia. Kiburi alichokuwa nacho. Mwingine uzungumza kwa sauti ndogo ili umsogelee karibu. Bwana wasemaje? Afuatiliwe kwa karibu zaidi, asikilizwe. Sauti anayo ya kuzungumzia, lakini kwa kiburi chake na kujiona kwake hutoa sauti ndogo, watu wasimsikie, pia wafanye kumbabaikia. Haya ni katika mambo na alama zinazoonyesha kwamba mtu huyu ana kiburi. Kadhalika katika alama za mtu wa kiburi, idha jalasa biqaumin, anapoketi pamoja na watu, annasu baina yadayhi, watu wanakuwa pambizoni mwake. Yani mtu ambaye ana kigroup chake anatembea nacho na yeye ndio kiongozi wa hicho kigroup. Wa idha mashau min khalfihi, anapotembea na watu wanatembea watu nyuma yake kana kwamba ni mabodyguard. Kwa kuwa tu akitoka hapa na wananunulia pakiti za migokaa, ananunulia fegi, anawatia kibandani na kula supu, wanakwenda kupiga mnazi, kwa sababu yeye ndio bosi. Sasa hii miongoni mwa tabia za kiburi, ndugu zangu Waislamu, kwamba ukalazimisha kwamba wewe ukitembea uwe katikati, watu wakuzunguke huku na huku, au watu watembee nyuma yako. Wahamalu mata'ahu, ukitembea watu wabebe mizigo yako. Sawa? Wa idha jalasa muttaki'an, anapoketi uketi sehemu ya kutegemea. Pengine ni sehemu ambapo hakuna sehemu ya kutegemea, lakini yeye atatafuta mahali pa kutegemea peke yake hapo. Mkutano uendelea kule, yeye yuko hapo ametulia tu. Haya ni katika mambo ambayo na tabia ambazo ni tabia za kiburi, ndugu zangu Waislamu. Wala yajlisu ma'a al-fuqara'i wal masakin wal marda, mtu akawa hapendi kuketi na mafukara na maskini kabisa. Tena akwambia hawa si watu kuketi nao bana, mimi huwezi kuniona hata siku moja nimeketi pale au nimeketi na wale. Anasema wazi wazi, hao wote maskini tu, hawana kitu, atanishauri nini? Maskini atanipatia ushauri gani mimi? Ikiwa ushauri wake ni mzuri ungemfaa basi akawa na hela. Bali mtu huyu hata akienda kumtembelea mgonjwa akai naye karibu, ukaa mbali kule, kitanda kiko pale, amnyoshia mkono tu akimchungulia hivi, na amekuja kumzuru mgonjwa. Kwa sababu ya kile kiburi chake na zile mali zake, kiburi kimemvaa mpaka anaona kwamba yeye ana haki ya kubabaikiwa. Ndugu zangu Waislamu, hii ni katika sampuli mbaya kabisa ya kiburi. Lakini miongoni mwa alama za kiburi ni al-kibru fil mashi, ni kiburi katika matembezi, kutembea. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha mashat ummati al-mutaytaa, watakapotembea umma wangu. Aina ya matembezi al-mutaytaa, na hii ni mashiyatun fiha tabakhturun wa takabburun. Hii ni haya ni aina ya matembezi ndani yake yana majivuno na kiburi cha hali ya juu. Akatembea mtu kwa kudunda dunda, ana staili maalum ya kutembea. Mtu huyu aya imekuja kumsema vibaya, bali ahadithi zimemsema vibaya mtu huyu. Na hii ni miongoni mwa tabia iliyokuwa mbovu, itakayowapelekea watu kusalitiwa baadhi yao juu ya baadhi nyingine. Ndugu zangu Waislamu, kama kilimekuja kisa katika siyaru a'lamin nubala ya al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, kwamba amiri kiongozi mmoja anaitwa Yazid ibn al-Muhallab. Mtu huyu alikuwa na kiburi sana. Siku moja alionekana njiani akitembea, na aliyemuona ni Mutarrif bin al-Shikhir. Anamuona akiwa anatembea, anajitizama zile nguo zake nzuri, anajiangalia huku na huku, akiona kama hakuna wa kumfikia. Alipomuona huyu bwana akamwambia, inna hadhihi mishyatun yubghidhuha Allah, hakika haya ni matembezi ambayo Allah anayachukia mno. Yule kiongozi akamwambia huyu bwana, awama taarifuni, kwani wewe hunijui mimi ni nani bwana? Mimi kiongozi bwana, mimi mheshimiwa bwana, niache nidunde. Yule bwana akamwambia, awalaka nutfatan madhra wa akhiruka jifatun qadhra wa anta baina dhalika tahmilu al'adhra. Wewe si ni tone la manii tu dogo, twevu, manii ambayo pengine yakikutoka lazima ukaoge, huwezi kaa nayo. Wewe si ni tone la manii tu wewe, lakini wewe mwisho wako wewe utakuja kuwa mifupa, uwe mzoga, utakufa wewe.
ardhi itakula wewe na wadudu watakula wale, utakuwa mifupa, utakuwa mzoga wewe, si mzoga tu kawaida. Alafu wewe hapa ulipo umebeba choo ndani ya tumbo lako wewe, sasa unaringa nini? Unatembea ukiwa na choo ndani? Kiburi hicho ni cha nini? Ndugu zangu Waislamu, kisa hiki kinatufundisha namna gani sisi hatutakiwi kutembea katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maringo kama alivyozungumza Allah jalla subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa sisi hatuna cha kuringia. Tumeumbwa kutokamana na manii, tumeumbwa kutokamana na mchanga, ni watu duni, watu dhaifu. Lakini pia sisi tukifa tunakuwa ni mizoga tu, lakini katika mili yetu tunabeba choo. Hakuna sokonda chooni hapa wenye viburi na wasiokuwa na viburi. Kiburi ni cha nini ndugu zangu Waislamu? Ndio maana Abdullah ibn Amr ibn al-As alisikika siku moja akiwa na wenzake wakiwa wamezuru Baitul Maqdis, wakawa yule wanamsikiliza Ibn al-As akisema hivi, innal qabra yukallimu al-abda, hakika kaburi inamzungumzisha mtu, idha wudi'a fihi, pindi anapowekwa mtu ndani ya mwanandani wake. Fayaqulu ya ibn adam, kiburi huwa kinasema ewe mwanadamu, ma gharraka bi, ni kitu gani kilichokughuri kwa sababu yangu? Kwa nini ulighurika na mimi dunia? Alam ta'lam anni baytul wahda, hivi hukujua kwamba mimi ni nyumba ya mtu mmoja tu? Unazikwa peke yako wewe, hukujua hilo? Hapa mpo wawili wala watatu, hapa unazikwa peke yako, hukulijua hilo? Alam ta'lam anni baytu dhulma, hivi wewe hukujua kwamba mimi ni nyumba yenye kiza, kiza kikali sana? Alam ta'lam anni baytul haqqi, hivi hukujua kwamba mimi ni nyumba ya haki, nyumba ya kweli? Ulipoambiwa kwamba utakufa, utaingia kaburini, hukujua kwamba hiyo habari ni ya kweli wewe? Ulipokuwa kila siku ukienda kuwazika wenzako unaowajua, unaowapenda katika familia yako, marafiki na ndugu na jamaa, kila siku unaenda kuwazika watu hao, kila siku anakufa mtu, unakwenda kuzika, unahudhuria mazishi, ukupata mawaidha, ukapata kujua kwamba kifo ni haki. Ya ibn adam ma gharraka bi, ewe mwanadamu kitu gani kilichokughuri kwa sababu yangu? Laqad kunta tamshi hawli fidada, kwa hakika wewe ulikuwa ukitembea pembezoni mwangu, juu yangu mimi ardhi, ukitembea juu yangu kwa maringo na majivuno. Yako wapi majivuno yako? Kiko wapi kiburi chako? Kiburi chako kimezikwa mchangani. Onyesha kiburi chako hapa kwenye kaburi tukuone leo. Wapi kiburi? Hakuna. Uko ndani ya mchanga, huwezi kutoka mpaka siku ya kufufuliwa. Ikiwa umetenda khairi utapata khairi, ikiwa umetenda shari utapata shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Allah asema usitembee katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maringo, sababu hata utembee vipi huwezi kutoboa wala kupasua ardhi, wala huwezi kufikia mlima kwa urefu ukadunda dunda hivi kufikia mlima kwa urefu, huwezi. Wewe ni mtu mdogo kabisa ndugu yangu. Wacha kiburi, kun mutawadhi'an, kuwa mnyenyekevu ndugu yangu Muislamu. Kiburi ni cha nini wakati wewe umeumbwa na utarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Uhitaji kuwa na kiburi hata kidogo ndugu yangu Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kibri ni miongoni mwa sifa mbaya, na hizi ni baadhi tu ya sijazimaliza kwa sababu ya muda. Hizi ni baadhi ya alamati zinazoonyesha kwamba huyu mtu ana kiburi. Kwanza, mtu kujifakhiri na kuwa na kiburi kwa sababu ya ilmu yake. Ilmu ndugu zangu Waislamu natakana imfundishe mtu adabu. Laysa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqi, asidhanie mtu kwamba elimu peke yake ina uwezo wa kumnufaisha. Muda wa kuwa elimu yake haijachanganyikana na adabu ndani yake, basi elimu hiyo haifai kitu. Unaweza kuwa na elimu nyingi, kwa sababu huna adabu watu wasione elimu yako. Lakini mwingine akawa na elimu kidogo, kwa heshima yake na adabu zake watu wakamtukuza, wakamfuata yeye, watu wafundishwe na yeye, watu kanufaika na yeye. Ukaachwa wewe mwenye elimu nyingi, akafuatwa yule mwenye elimu chache kwa sababu ya adabu zake. Tujipambeni na adabu ndugu zangu Waislamu. Nasallallahu ta'ala bimannihi wa karamihi an yaj'alana min almuttaqin imaman. Allahumma habbib ilayna al-iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم